أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، tukiwa tukiendelea na mfululizo wa darasa zetu za tafsiri al-Qur'an Karim, leo hii tuko katika sura ya 27, Suratun Naml, yenye aya 93. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura hii kwa ufunguzi wa herufi mbili, Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin, herufi hizi ni kama kawaida ya herufi zinazofunguliwa baadhi ya sura. Ni herufi ambazo zinaashiriwa maana ambayo anayajua kwa hakika hasa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wafasiri wa kweli wasiojigamba wamalizia hapo kusema Allahu a'lam bimuradihi bidhalika. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hizi ni aya za Qur'ani na kitabu chenye kuweka wazi ukweli wake. Hudan wa bushra lilmu'minin. Ni mwongozo na ni pongezi kwa waumini wanaoamini Mwenyezi Mungu kuwepo kwake na kwa ukamilifu wa sifa zake na uwezo wake wa kila kitu analiamua. Alladhina yuqimuna salata, waumini ambao wanadumu kutekeleza sala, wayutuna zakata na toa zaka, wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Nao siku ya mwisho ambayo ni siku atakapofufuliwa viumbe wote na kuhesabiwa na kulipwa kwa mujibu wa vitendo vyao, wema kwenda peponi milele na waovu kwenda motoni milele. Waumini hao hum yuqinun, wao wanayakinisha kwamba hiyo siku iko na muda wake ukifika itadhihiri. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Hakika ya wale ambao wasioamini akhira tumewapambia wao vitendo vyao viovu wakaviona vyema. Fahum ya'mahun, kwa hivyo wao wanazumba wanazurura, hawajui lipi la kulifanya na lipi la kuacha. Ulaika alladhina lahum su'ul adhab. Watu hao ndio wale ambao walishathibitikiwa na adhabu mbaya kabisa na ngumu ya siku ya kiyama. Wa hum fil akhirati humul akhsarun. Nao siku hiyo ya mwisho, siku ya kiyama, hao ni watu waliokula hasara, mwisho kula hasara. Al-akhsarun ni watu waliokula hasara, mwisho wa hasara. Wa innaka latulqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Na wewe Muhammad unafikishiwa Qur'ani, unafikishiwa kisomo hichi kikitoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye hikma na ujuzi. Sasa katika Qur'ani kuna masimulizi ya mambo mbalimbali ya mitume iliyotangulia. Miongoni mwa hiyo basi ni mtume Musa. Idh qala Musa, kumbuka pale aliposema Musa li ahlihi, kuambia jamaa zake, mke wake na watoto wake, wakati wanaondoka Yemen wanaelekea Misri. Inni anastu nara, anaambia watoto wake, jamani, mimi nimeuona kwamba ali moto, niachieni ni ufuate moto ule. Saatikum minha bi khabarin, nitakuleteni kutokana na moto ule habari nzuri. Au atikum bi shihabin qabasin, au nikikosa hiyo basi sitorudi patupu, nitakuleteni japo cheche la moto. La'allakum tastalun, ili na nyinyi mjisaidie kujipunguzia baridi. Falamma jaaha nudiya amburi kama finna wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Aliambiwa Musa, amburika, amebarikiwa, man finnar, yule uliomuona katika mwangaza wa moto, wa man hawlaha, umebarikiwa na yule ambaye yuko pembezoni na mwangaza huo. Wa subhanallah, na utakatifu ni wake Mwenyezi Mungu, rabbil alamin,
muumba mlezi wa viumbe wote. Ya Musa, ewe Musa we, innahu ana Allahul azizul hakim. Hii habari iliyoko hapo uliyoitoa wewe hapa uhudhurie hadhara hii ni kuwa mimi ni Mwenyezi Mungu wako. Mimi ni Mwenyezi Mungu wako mwenye nguvu za kushinda na mwenye hikma. Wa alqiyasaka, na hebu kwa ufupi hatua ya kwanza tutakayokupa ya muujiza, iweke chini fimbo yako. Bwana Musa akaiweka. Falamma raaha tahtazuka annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Musa akaiweka fimbo yake. Papo hapo akaiona fimbo imeshageuka joka kubwa, linatikishika joka kubwa, lakini harakati zake kama kipilili kijoka kidogo. Kaanna jan, tahatazu linatikishika kaanna janun, kama kipilili. Wala mudbira, aligeuka Musa kutaka kukimbia, wala muyaqib, bila kutazama nyuma. Akasimamishwa na Mwenyezi Mungu. Ya Musa la takhaf, ewe Musa usiogope, inni la yakhafu ladayya al-mursalun, mimi hawaogopi mbele yangu wajumbe. Illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'i fa inni ghafurur rahim. Lakini mwenye kudhulumu nafsi yake kisha akabadilisha mwenendo akatenda mema baada ya mabaya aliyokuwa akiyafanya kuyawacha, fa inni ghafurur rahim, basi mimi ni msamehevu ni mrehemevu. Huwa muujiza wa kwanza. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda. Muujiza wa pili, ingiza mkono wako kwenye kanzu yako. Ingiza mkono wako kwenye shingo ya kanzu yako, ile sehemu ambayo inaitwa lisani ya kanzu. Takhruj bayda, mkono wako ukitoka utatoka hali ya kuwa mweupe, umebadilika rangi. Min ghairi su'i, lakini si kwa ugonjwa wala si kwa madhara yote. Hii itakuwa miujiza miwili fi 9 ayatin, katika jumla ya miujiza 9 ambayo utaipewa uende nayo ila Firaun, kwa Firaun wa kaumu na jamaa zake, walinganie waje kwa Mwenyezi Mungu, warejee kwa Mwenyezi Mungu, wamkiri Mwenyezi Mungu, waabudu yeye, wala wasiwaambie watu waabudu wao. Innahum kanu qauman fasiqin, kwa Firaun na jamaa zake wamekuwa ni watu wahuni kabisa, hawafuati sharia, hawatendi haki. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsira, ilipowajia wao miujiza yetu yenye kuonyesha ukweli, qalu hadha sihrun mubin, walisema Firaun na jamaa zake, huyu Musa huyu alichokuja nacho ni uchawi wa dhahiri. Wajahadu biha, wakaukanya ukweli huo wa Mwenyezi Mungu. Wastaiqanata anfusuhum, pamoja na kwamba nafsi zao zinayakinisha, maana nafsi zao zilikuwa zinakubali kwamba hayo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu, lakini wao wakaikataa miujiza hiyo, kaikanusha dhulman wa uluwan, kwa kibri na kujiona bora. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, basi hebu angalia jinsi yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu waharibifu. Waligharikishwa katika mto wa Suez Canal, wakafili mbali wao na wanyama wao na mali zao, nasiyam mansiya, kisahau kilichosahaulika. Baada ya kisa cha Nabii Musa, Mwenyezi Mungu anagusia kidogo kisa cha Nabii Daud na mwanawe. Anasema Mwenyezi Mungu, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, hakika tulimpa Daud na Sulaimana ilmu. Waqala, wakasema, alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin, sifa zote anazistahiki Mwenyezi Mungu ambaye ametufanya sisi watu bora kuliko wengi katika waja wake walioamini. Wawaritha Suleiman wa Daud, na alimrithi Suleiman, alimrithi babake Daud. Waqala, akisha akasema kuambia umati, ya ayuha nas ulimna mantiqa at-tayri, tumefundishwa sisi matamshi ya ndege.
wa utina min kulli shay'in, na tumepewa umilikaji na madaraka ya kila kitu. Inna hadha lahu al-fadlu al-mubin, hakika ya hili ni fadhila kubwa za Mwenyezi Mungu. Wa shira Suleimani junuda, wa alikusanywa Suleimani bin Daud askari zake min al-jinni wal-insi, katika majini na watu, wa tayri na ndege, fahum yuzaun, wala ambao waligawiwa vikosi tofauti. Hata idha atau ala wadi namli, kikosi kimoja cha askari zake Nabii Suleiman kilipita katika sehemu moja yenye jangwa la kijiji cha sisimizi ndulu chungu. Qalat namlatun, akasema kiongozi wao, amirijeshi wao, ya ayuhan namlu, enyi sisimizi kilulu chunguni, udkhulu masakinakum, ingieni majumbani mwenu, la yahtimannakum Suleiman wa junudu, asije akakusageni Suleiman na jeshi lake, wa hum la yashurun, wakati wao hawajui kwamba wao wanaua, kwa sababu nyinyi wadogo muonekani na jeshi lake kubwa na vumbi jingi. Kwa hivyo naweza kuwavamieni nyinyi mkasagwa msijulikane kabisa, lakini la kulifanya kimbieni katika majumba yenu, mashimo mipasuko ya ardhi. Nabii Suleiman kukusikia habari hiyo ya mlichongo, fatabasama dhahika, akakenua kwa kucheka, min kauliha, kutokana na usemi wa mdudu huyo. Waqala, akasema, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ewe Mola, nijalie mwenye kupata fursa, unifanye mimi mwenye fursa ya kukushukuru wewe juu ya neema zako ambazo ulizozineemesha kwangu na juu ya wazazi wangu, na niwafikishe nitende mema ambayo wewe unayaridhia, na kuomba waadkhilni, uniingize birahmatika, kwa rehema yako uniingize, fi ibadika salihin, katika jamii ya waja wako watenda mema. Akarudi Suleiman nyumbani kwake baada ya safara huo mtukufu ulimpatia taaluma kubwa sana. Watafaqada at-tayra, katika jeshi lake lilikuwa na kikosi cha ndege ambaye kiongozi wao aliitwa Hudhud. Faqala, akasema, maliya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin, mbona simuoni Hudhud au hayupo hapa? Kida wapi? Kaondoka bila ruhusa. La u'adhibannahu adhaban shadida, atakaporudi nitamtia adhabu kubwa, au la adhbahannahu, au nitamchinja, au la yatiyanni bisultani mubin. Akitaka salama asalimike na hayo yote, alete hoja ile wazi inaeleweka. Famakatha ghaira ba'idin, Hudhud aliporudi safari yake alikaa mbali lakini karibu ya mheshimiwa mtume Suleiman. Faqal, akamwambia Nabii Suleiman, ahattu bima lam tuhit bih, mjuma mimi kweli niliondoka bila ruhusa, lakini nimesharudi, niko chini ya taa yako, na kwa taarifa yako mimi nimepata elimu ya kitu ambacho wewe hujaipata elimu hiyo. Wajiituka min saba'in, nimekujia nikitoka nchi ya Saba, binaba'in yaqin, pamoja na habari ya uhakika na mzuri kabisa, habari nzuri yenye uhakika. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, huko nilikokwenda mimi nimekuta watu wanaye mwanamke ndiye anayeongoza. Wa utiyat, na mwanamke huyo amepewa min kulli shay, uwezo na madaraka kila kitu. Walaha arshun azim, na anacho kiti cha utawala kikubwa. Wajatuha, jambo la kushangaza, nimemkuta bibi huyo wa kaumaha, yeye na watu wake, raya zake, yasjuduna lishamsi, wanasujudia jua, min duni llahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Wazayyana lahum ash-shaytan, amewapambia shaytani a'malahum, vitendo vyao hivyo viovu. Fasaddahum anis sabil,
na akawazuia kuepusha na njia ya haki fahum la yahtadun kwa hivyo hawaongoki. alla yasjudu lillah kwa nini wasimsujudie Mwenyezi Mungu alladhi ambaye yukhrijul khaba ananyesha mvua fi samawati katika mbingu akawatesha mimea wala ardhi katika ardhi. Mvua inatoka upande wa mbinguni na mimea inaota kutoka ardhi. wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Mwenyezi Mungu ambaye anajua mnachokificha na mnachokidhihirisha. Allah Mwenyezi Mungu ambaye la ilaha illa hu hakuna mwingine anastahili kuabudiwa isipokuwa yeye. Rabbul Arshil Azim Bwana muumba mbilikifu mwendeshaji wa arshi tukufu ya utawala. Qala baada ya Hudhud kutoa maelezo yake hayo ripoti aliyokuja nayo Bwana Suleiman akasema sananzur tutaangalia asadakta am kunta minal kadhibin tutaichunguza habari yako hii uliyokujaileta tujue kwamba wewe ni mkweli au muongo. Idhhab bikitabi hadha kwanza kwa ufupi kabisa rejea huko ulikokwenda uende na barua yangu hii faalqihi ilaihim nenda ukaifikishe kwao thumma tawalla kisha ukae pembeni ungojee lipi jibu gani utakalolipewa kando anhu uepuke fandhuru angalie madha yarjiun jibu gani watalorejesha. Qalat Hudhud alikwenda zake moja kwa moja na kuifikisha barua ile mpaka kwa Balqis ambaye ndiye mke wenyewe aliyemkuta amemiliki ametawala. Balqis baada ya kuipata barua ile qalat alisema kuambia watu wa baraza lake ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim enyi waheshimiwa wa baraza langu mimi nimeletewa barua leo. Barua hiyo ni barua tukufu si mchezo. Madhumuni ya barua hiyo ni kama haya innahu min Suleiman ni kama barua hiyo inatoka kwa Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim na kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu mrehemevu wa viumbe wote kwa neema za kuenea za duniani na mrehemevu wa viumbe wema watiifu kwa neema mahsusi za peponi. alla ta'alu alayya wewe Balqis na watu wako baraza lako msijifanye wabora juu yangu wa atuni muslimin tena mnijie hali ya kuwa mmeshasilimu. Kufuatana barua hii mje katika hali ya utiifu kwangu hali mmeshasilimu kumjua Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndiye Mungu anastahili kuabudiwa si mwingine. Qalat akasema bibi huyo ya ayyuhal mala'u aftuni enyi waheshimiwa wa baraza langu nipeni ushauri fi amri kuhusu swala hili kuhusu swala langu hili nipeni ushauri. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun sijakuwa mimi mwenye kukata uamuzi wowote kwa kukata shauri lolote mpaka nyinyi mnishuhudie. Qalu wanabunge wana baraza wakasema nahnu ulukuwa mheshimiwa sisi ni watenda nguvu wa ulu ba'sin shadid na sisi kwa vita tu hatuwezekani kwa kujidefend kutetea wewe na utawala wetu hatutorudi nyuma kabisa. Wal amru ilaika ushauri una wewe utakavyoona sisi tuko pamoja na wewe. Fandhuri madha ta'amuri hebu ka ufikiri halafu uone bora la kuliamrisha ni lipi tutoke tukapambane naye Suleiman au shauri gani ulilo nalo. Qalat akasema bibalqis innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha uzoefu nilionao ni kwamba watawala wanapoingia katika kijiji chochote kilichotulizana ukiharibu ukufanyia mapinduzi wakadhalilisha watakawadhalilisha wakaua watakaua wakatawala watakawatawala wakajibakishia wanataka kubakisha. Wajalu a'izzata ahliha adhilla
na kuwafanya wale watukufu wa watu wa nchi hiyo walioingia wakawa wanyonge. Wakadhalika yafaluna, na hivyo ndivyo watawala wafanyavyo. Lakini mimi wa inni mursilatun ilayhim, kwenda na hawa wakaja wakafanya hivyo, lakini mimi nitapeleka zawadi kwao. Nitapeleka kwao bihadiyatin, zawadi, fanadhiratun bima yaji al-mursalun, nione kitu gani wale nitakawapeleka watachorudi nacho, watarudi na habari gani na majibu gani, mazuri au mabaya. Falamma jaa Sulaimana, alipojiliwa Suleiman na mjumbe yule aliyepewa zawadi kumpelekea, qala, alisema Suleiman, atumidunani bimalin, hivyo nyinyi mnanionyesha kunisaidia mimi kwa mali? Fama atani Allahu khairum mimma atakum, ikiwa hamna habari alichonipa mimi Mwenyezi Mungu ni bora kuliko alichokupeni nyinyi. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, lakini nyinyi zawadi zenu hizi ndo mnazojivunia. Irji ilaihim, wewe mjumbe ulileta hii zawadi, rudi nayo kawape wenyewe zawadi yao. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum, na sisi tunaweza kuingilia katika nchi yenu au nchi yao hao pamoja na jeshi ambalo hawezi kupambana nalo. Wala nukhrijannahum binha adhillatan wa hum saghirun, na tunaweza tukawatoa katika nchi yao hiyo wakatoka hali ya kuwa ni wanyonge. Qal, uliporudi ujumbe alisema, ya ayuhal mala, uliporudi ujumbe ule kwa Balqis, huku nyuma Suleiman alisema kuambia watu wa baraza lake, ya ayuhal mala, enyi wajumbe wangu, ayyukum yaatini biarshiha kabla an yaatuni muslimin, nani atakayeweza kuniletea hicho kiti chake cha utawala kabla ya wao hawajaja hapa? Kwani Nabii Suleiman baada ya kuondoka ujumbe ule aliorejesha alipata ufunuo ukamwambia kwamba huyu Balqis ameshajiandaa, yuko njiani anakuja pamoja na ujumbe wake kama ulivyomtaka aje. Ndipo alipoambia Nabii Suleiman, alipoambia watu wa baraza lake, nani ataweza kuniletea hicho kiti chake hicho anatotawalia huko kabla hajafika hapa? Qala ifritu min aljin, akasema mjeuri mmoja wa kijini, ana atika bi, mimi nitaweza kukuletea kiti hicho kabla an taquma min maqamika, kabla ya wewe kusimama hapo ulipokaa. Wa inni alayhi laqawiyyun amin, na mimi juu ya kiti hicho tu nina nguvu na ni mwaminifu, sitobadilisha chochote kilichomo katika kiti hicho, nitakileta hapa kama kilivyo. Qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, akasema kijana mmoja mtaalamu wa kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu na majina ya matukufu ya Mwenyezi Mungu, akasema, mimi mheshimiwa Nabii Suleiman mtukufu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mimi nitakuletea kiti hicho kabla an yartada ilaika tarfuk, kupwesa na kupwesua. Ukipwesa kabla hujapwesuka kiti kipo tayari. Falamma raahu mustaqiran inda, na kweli kabisa kupwesa na kupwesuka kiti kilifika. Nabii Suleiman alipokiona kiti kimeshafika, kimeshatulizana mbele yake, qala, alisema, hadha min fadli rabbi, hizi ni miongoni mwa fadhila za Mola wangu, liyabluwani, ili kunitia mtihani, aashkuru am akfuru, nitashukuru au nitakufuru. Wa man shakara fa inma yashkuru li nafsi, na atashukuru basi anashukuria nafsi yake. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim, na atakufuru basi Mwenyezi Mungu hapungukiwi yeye, ni tajiri tena mwenye takrima za kila aina, anatoa kwa kirimu waja wake. Qal, akasema Suleiman kuambia watu wake, nakiru laha asha, mdanganyeni huyu kuhusu kiti chake, jaribuni kukifanya asijakakijua.
Nandhur, tuangalie atahatadi, ataweza kuongoka, am takunu min alladhina la yatalun, au atakuwa miongoni mwa wale waliokuwa hawafahamu. Falamma jaat qila, wakati Balqis alipofika na ujumbe wake, wakakaribishwa katika ukumbi ambao umepambwa vizuri. Katika jumla ya mapambo yaliyokuwemo ni kiti chake Balqis. Qalat, qila la, aliulizwa, ahakadha arshuk, nasikia una kiti huko cha utawala, ni kama hichi kiti chako? Qalat Balqis, kwa uwerevu aliokuwa nao akasema, kaannahu huwa, kama ndicho hichi, hicho kiti changu kama ndicho hichi, sio ni kama hichi, lakini navyoona ndio hichi hasa. Wa utina al-ilma, Nabii Suleiman anasema tulipewa sisi ilmu min qabliha, kabla yeye, wa kunna muslimina, na sisi tukawa waislamu. Yani Nabii Suleiman watu wake wao waliokishapewa ilmu nzuri kabisa kubwa, mpaka wengine ikafikia kuweza kukihamisha kiti hicho cha utawala kwa muda wa kupasa na kupasua. Na pia wamebahatika kwamba wao ni waislamu. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, lakini Balqis amezuiliwa kumwabudu Mungu wa haki na kile ambacho alikuwa akikiabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu, ambao ni masanamu. Innaha kanat min qaumin kafirin, kwa sababu Balqis alikuwa kabla ya kukutana na Suleiman ni miongoni mwa watu ambao ni makafiri. Qila laha, akaambiwa bibi Balqis, udkhuli sarha, ingia kwenye stage. Falamma ra'atuhu hasibatuhu dujja, alipoiona stage alidhani kwamba ni bahari ya maji, na akiingia hivi bila kukunja huenda akaroanisha nguo zake zote. Wakashafata ansa qaiha, ndipo akajikunjia akafunua miundi yake miwili ya miguu. Qala, Nabii Suleiman akamwambia, mama wewe usiache kujikunjua namna hiyo, innahu sarhum mumarradun, hii stage hii imejengwa kwa vioo marmar, min qawarira, kamarmara kaure. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi, akajijutia Balqis akasema, ewe Mola wangu, mimi nimedhulumu nafsi yangu. Wa aslamtu ma Suleiman lillahi rabbil alamin, lakini kuanzia leo nimeshasilimu pamoja na Suleiman kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Pia nimeshasilimu mimi, nimeshaachana na hiyo ibada ya masanamu na moto na kadhalika. Kwa hivyo Balqis alisilimu. Nabii Suleiman kwa mujibu wa taarifa za hadithi za mufassirina ni kwamba Nabii Suleiman alimuoa Balqis, na ile trick aliyomfanyia ya kumkaa katika stage la marumaro ili afune miguu yake, inasemekana kwamba Nabii Suleiman alipewa uchochezi na majini, wakamwambia kwamba huyu bibi huyu ni kahusiana na majini huyu, na kwa hivyo miguu yake ina manyoya na kwato kama punda. Basi Nabii Suleiman akafanya vile ili akunjue amuone ni kweli hayo aliyosema, lakini ukabainika kwamba si kweli. Miguu yake ilikuwa ina manyoya mengi kweli, lakini sio kwamba kama ya punda. Ukweli wa mambo ni kwamba ni binadamu, haidhuru. Alisemekana kwamba alizalika baina ya binadamu na jini, lakini sura yake ilikuwa ni ya binadamu aliyekamilika. Walaqad arsalna ila thamuda akhahum saliha, Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tulituma tukapeleka ujumbe kwa kabila la Thamud ndugu yao Saleh, ani ibudullah fa idhahum fariqani yaktasimun. Saleh akamwambia jamaa zake, jamani muabuduni Mwenyezi Mungu, lakini watu hao waligawika makundi mawili, wakahasimiana. Qala, akasema, ya qaumi lima tastajiluna bisayiati qabla alhasana, enyi jamaa zangu mna nini nyie mnagawana kiasi hichi, mnataka haraka ya adhabu ya Mwenyezi Mungu zije kabla ya rehema zake?
laula tastaghfiruna Allah la, kwa nini hamumtaki msamaha Mwenyezi Mungu la'allakum turhamuna ili mkarehmewa? Qalu at-tayyarna bika, jamaa hao wakamwambia Nabii Saleh kwamba sisi tumekorofesheka kwa sababu yako, kuja kwako sisi umetutia katika ukorofi mkubwa, nusi wa bimam ma'aka, na hao waliokuja nao wamenutia nusi. Qala ta'irukum min Allah, Nabii Saleh aliwaambia ukorofi wenu watoka kwa Mwenyezi Mungu, bal antum qaumun tuftanun, bal nyinyi ni watu ambao mnatiwa mtihani tu. Wa kana fil madinati tisatu rahatin yusiluna fil ardi wa la yuslihun, na katika nchi hiyo ya Nabii Saleh kulikuwa na vijana 9 wakorofi, kazi yao ni kufanya fisadi katika ardhi na wala si wenye kutengeneza. Qalu, wakasema takasamu billah, kule lishaneni viapo kwa jina la Mwenyezi Mungu, lanubayitanahu, kwa ahadi ya kwamba tutamlalia gadi huyu Saleh wa ahlahu, na wafuasi wake, thumma lanaqulanna liwalihi, tukeshamuua tuambie jamaa zake, ma shahidna mahalika ali, sisi hatukuwepo alipouliwa, wa inna la sadiqun, na sisi tunasema kweli. Wa makaru makara, walifanya vituko katika kumdhuru Nabii Saleh. Wa makarna makara, na sisi tukafanya vituko vya kuwatesa na kuwafitini. Wa hum la yashurun, hali ya kuwa hawajui. Wakampiga ngamia wake Saleh, ukaja upepo ukawaangamiza. Fanzuru kaifa kana akibatu makrihim, angalia jinsi vilivyokuwa vibaya, yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya vituko vyao. Anna damarnahum wa qaumahum ajma'in, hakika sisi tuliwaangamiza wao na jamaa zao wote. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Anasema Mwenyezi Mungu, basi nendeni mkawane majumba yao ni matupu, yamebaki matupu majumba yao kwa sababu ya dhulma walioifanya. Hakika ndani ya hayo kuna dalili tosha zinazothibitisha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na uwezo wake kwa watu wenye kutaka kujua ukweli. Wanjaina alladhina amanu wa kanu yattaqun, tuliwaokoa wale walioamini ambao walikuwa wanamcha Mwenyezi Mungu. Walutan, na Lut naye idh qala liqaumihi, aliposema kwa jamaa zake, atatuna alfahishata wa antum tubsirun, hivi nyinyi mnafanya maovu na hali ya kuwa mnaona, mnafanya kitendo cha liwati hali ya kuwa mnaona watu nao macho yenu. Ainakum latatuna rijala cha, nyinyi mnaingiliana wanaume kwa wanaume kwa matamanifu, min duni nisaa, kinyume cha wanawake. Bal antum qaumun tajhalun, lakini nyinyi ni watu wajinga kabisa mliokuwa hamna maana. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu, asema Mwenyezi Mungu, halikuwa jawabu ya jamaa zake Lut isipokuwa wao kumwambia Lut, akhriju ala Lut, wahamisheni watu wa Lut min qaryatikum, muepusheni mji wenu hii, innahum unasun yatataharun, kwani wao ni watu waliotaharika. Naam, fa anjaynahu, Mwenyezi Mungu asema tulimwokoa Lut wa ahlahu, na jamaa zake walioamini, illa mraatahu, isipokuwa mkewe ambaye qaddarnaha, tulimkushamkadiria, min alghabirin, awemo katika watakaobaki ndani ya maangamivu kwa sababu ya khiana yake alimfanyia mumewe Mtume Lut. Wa amtarna alaihim matara, na tulinyesheleza juu yao mvua, fasaa matarul mundharin, ubaya mno wa mvua ni mvua hiyo ya watu waliokhofishwa maovu wasihofu. Qul alhamdulillah, sema Muhammad, sifa zote anastahili Mwenyezi Mungu. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, na amani iwachukie waja wake Mwenyezi Mungu ambao amewachagua. Allahu khairun amma yushrikun, Allahu khairun amma yushrikun, hivi Mwenyezi Mungu ni bora au ni hao wangu wao washirikina? Amman khalaqa as-samawati wal ardh wa anzala lakum minas samaa,
bali Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi akateremsha kutoka upande wa mbinguni maji faambatna bihi hadaik tukaotesha kwa maji hayo bustani mbalimbali dhata bajatin zenye kuvutia ma kana lakum antum bitu shajaraha hamkuwa nyinyi na uwezo wa kuotesha miti ya bustani hizo a ilahu ma Allah hebu niambieni kuna Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu wa haki bal hum qaumun yaadilun bali wao ni watu ambao wanamlinganisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake amman ja'ala al-ardha qarara je Mwenyezi Mungu alifanya ardhi tulivu waja'ala khilalaha anhara na akafanya pembezoni mwake mito ya maji baridi na maji chumvi waja'ala laha rawasiya akaifanyia ardhi hiyo majabali nanga waja'ala baina al-bahrayn hajiza akafanya Mwenyezi Mungu baina ya bahari baridi na bahari maji chumvi akaifanyia hajiza kizuizi a ilahu ma Allah hivi pamoja na Mwenyezi Mungu yuko Mungu mwingine bal aktharuhum la ya'lamun bali wengi wao hawajui amman yujibu al-mutarra idha da'ahu bali Mwenyezi Mungu ambaye anaitikia maombi ya wenye shida wanapomuomba wa yakshifu su'a na anayeondoshia shida wa yaj'aluhum khulafa na anayewafanya viongozi la ardhi wa duniani a ilahu ma Allah hivi kweli nyinyi mnaamini kwamba kuna Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu wa haki qalilan ma tadhakkarun ni uchache mno wa kukumbuka kwenu amman yahdikum fil dhulumati al-barri wal-bahri hebu niambieni yule anayekuongozeni katika viza vya mchikavu na baharini waman yursilu riyaha anayepelekeni upepo ushiram baina yaday rahmati upepo wenye kutoa furaha kuleta furaha mbele ya rehema zake a ilahu ma Allah hivi yuko Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu wa haki ta'ala Allahu amma yushrikun ametukuka Mwenyezi Mungu kwa kuepukana na kile anachomshirikisha amma yabda'u al-khalqa thumma yu'idu hivyo Mwenyezi Mungu ambaye anaanzisha umbo kisha anakurejesha waman yarzuqukum min samai wal ardi na ambaye anakupeni riziki kutoka mbinguni na ardhini a ilahu ma Allah hivi pamoja na Mwenyezi Mungu kuna Mungu mwingine qul hatu burhanakum waambie hebu leteni dalili zenu in kuntum sadiqina ikiwa nyinyi mnasema kweli qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba waambie kuwa hakuna anayejua katika viumbe walioko mbinguni na ardhini hakuna anayejua siri illa Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu wama yushir yashurun na wala hawajui ayana yubathuna lini watafufuliwa hawajui lini watafufuliwa bali daraka ilmuhum fil akhirah bali inajipeleka tu ilmu yao kutaka kujua mambo ya akhirah bal hum fi shak lakini hawafiki bado wanakuwa wao wamo ndani ya shaka tu minha kutokana na siku hiyo bal hum minha amun sivyo tu lakini wao ni kutokana na habari hiyo ya kiyama wao ni vipofu waqala alladhina kafaru a idha kunna turaba na wanasema watu makafiri hivyo sisi tukishageuka mchanga wa abauna na mababa zetu a inna la mukhrajuna sisi kweli sisi tutafufuliwa laqad wa'idna hadha nahnu wa abauna tulikushaganiwa haya sisi na mababa zetu min qablu hapo nyuma hizi ndio habari zinazokwenda zikirudi makafiri wanasema hivyo in hadha illa asatirul awwalin wanasema kwamba hii habari hii ya kufufuliwa na kulipa haikuwa isipokuwa ni hadithi za watu wa zamani tu Mwenyezi Mungu anakataa hilo anasema qul waambie Muhammad siru fil ardi fanzuru nendeni mkatembee katika dunia muone kaifa kana aqibatul mujrimin namna yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu waovu wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin wala usihuzunike juu yao wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun wala usijeukawa ndani ya dhiki kabisa ukaanziki nafsi yako kutokana na vituko vyao wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun usijitie dhiki nafsini wako
kwa sababu ya matendo wanayofanya. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, husema wao ni lini ahadi hii ya kufufuliwa ikiwa nyinyi wasema kweli. Qul waambie asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi yastastajilun, waambie kwamba nyinyi mnaharakisha, lakini inawezekana ikawa yashafika kwenu nyinyi baadhi ya dalili za siku hiyo ambayo mnataka nyinyi haraka, huenda ikawa yashafika dalili zake kwenu. Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nasi walakin aktharahum la yashkurun, hakika Mola wako yupo pamoja na waja wake, anawajua vizuri na ni mwingi wa fadhila tu juu yao, ni mwenye fadhila nyingi juu yao, lakini wengi wa watu hawazishukuru neema zake Mwenyezi Mungu. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinu suduruhum, lakini haidhuru, Mwenyezi Mungu anayajua yale yanayofichwa na nyoyo zao, wama yuwalinuna, na yanayodhihirishwa na vitendo vyao. Wama min ghaibatin fi samai wal ard, na hakuna kilichombali kisichoonekana katika mbingu na ardhi, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kipo maelezo yake na uhakika wake katika kitabu cha uwazi cha Lawh Mahfuz. Inna hadha alquran yaqussu ala bani Israil, hakika kisomo hichi cha Qur'ani kinasimulia kuwasimulia bani Israil akthara alladhi hum fi yakhtalifu, kinawasimulia mengi katika yale ambayo wao ndani yake wanatofautiana katika kuyathibitisha na kuyakanusha. Wa innahu lahudan wa rahmatun lilmu'minin, na hakika ya habari hii ni mwongozo na ihsani kwa waumini. Hii Qur'ani ni mwongozo na ihsani kwa waumini. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi, Mola wako atahukumu baina yao wapinzani wakanushaji, atawahukumu kwa hukumu yake aliyokushaipanga. Wa huwa al-azizul alim, naye Mwenyezi Mungu huyo al-azizul alim ni mshindi na mjuzi. Fatawakkal ala Allah, mtegemee Mwenyezi Mungu, innaka ala al-haqqil mubin, kwani wewe ulichonacho ni ukweli ulio wazi, usiwe na wasiwasi. Innaka la tusmi'u al-mauta wala tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin, wewe hutaweza kuwasikilisha maiti wakasikia mawaidha, wala tusmi'u summa, wala hutaweza kuwasikilisha viziwi ad-du'a wito, idha wallaw mudbirin, wakati wakishakupa mgongo. Kiziwi akishakupa mgongo huna pa kumfanya akakusikia. Wama anta bihadi lumi an dalalatihim in tusminu illa man yu'minu biayatina fa hum muslimun, na hukuwa wewe mwenye madaraka au jukumu la kuongoza vipofu ukaepusha na kupotea kwao. Hukuwa wewe mwenye kulazimishwa isipokuwa kumwongoa ambaye anaamini. In tusminu illa man yu'minu biayatina, huna uwezo wa kumwongoa isipokuwa yule anaamini aya zetu, fa hum muslimun, ambao ni Waislamu. Wa idha waqa'a alqawlu alaihim, Mwenyezi Mungu asema wakati likishathibiti neno la kiyama juu yao, akharajna lahum dabatan min al-ard tukallimuhum, tutawatolea mnyama kutoka ardhini atakayekuja sema na wao, amueleze kila mmoja miongoni mwao hukumu yake hapa duniani kabla hajaondoka. Nasemekana katika hadithi kuhusu mnyama huyu kwamba atatoka mnyama huyo ambaye ana sura ya ngamia sehemu yake ya mbele, na ana sura ya farasi sehemu yake ya nyuma, na usoni ana sura ya binadamu, na atakuwa akisema akiwatia mchoro wa raiti wale watu ambao watakuwa wana alama ambazo wataziona yeye mnyama huyo. Alama hizo, alama ya kafu, huyu ni kafiri, atamtia raiti ya kwamba huyu ni motoni, na alama ya mim atatia alama ya raiti kwamba huyu ni peponi. Yasemekana hiyo habari kuhusu mnyama huyo, mnyama ambaye Mwenyezi Mungu anamsimulia kwamba atakuja. Ikishathibiti siku ya kiyama kuwa imeshafika,
basi atamtoa mnyama huyo aje kufanya kazi hiyo. Hasa Mwenyezi Mungu, mnyama huyo tukalimuhum, atasema na wao, anna nasa kanu biayatina la yuqinun, kwamba kuna watu ambao aya zetu hawazikinishi, hawaziamini, basi hukumu yao itabainishwa hapo hapo duniani kabla ya kuondoka kwenda akhera. Wa yawma nashuru min kulli ummatin fauja, na ikumbuke siku tutakao kusanya katika kila umati kundi la watu wa motoni na kundi la watu wa peponi. Kundi la watu wa motoni mimman yukadhibu biayatina, katika wale waliokadhibisha aya zetu. Fahum yuzauna, ambao watagawiwa makundi kwa makundi. Hata idha jau, mpaka watakapokuja. Hata idha jau, mpaka watakapokuja. Kala, Mwenyezi Mungu atawauliza, akadhabtum biayati wa lam tuhitu biha ilma amma dha kuntum ta'malun, nyinyi ndio wale ambao mlikadhibisha aya zangu bila ya kuzijua vilivyo uhakika wake, na wala hamkuzizingatia inapostahili, wala hamkuziheshimu. Amma dha kuntum ta'malun, au ni kitu gani mchokuwa mkikifanya nyinyi hasa? Ni kitu gani? Wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu, mbele ya suala hili litathibiti neno la adhabu juu yao kutokana na dhulma walioifanya. Fahum la yantikun, kwa hivyo wao hawataweza kuzungumza. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi, hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ni wakati wa kupumzika wao. Wan-nahara mubsira, tumefanya mchana wenye kuangaza ili waone njia za kutafuta maisha. Inna fi dhalika la ayati, hakika ndani hayo kuna dalili za wazi. Liqaumi yu'minuna, kwa watu ambao yu'minuna wanaamini. Wa yawma yunfakhu fi sur, ikumbuke siku itapulizwa parapanda. Fafaza man fi samawati wa man fil ardi, wakafazaika viumbe walioko mbinguni na ardhini. Illa man shaa Allah, isipokuwa aliyetaka Mwenyezi Mungu kuhifadhiwa. Wa kullun atawhu dakhirin, lakini viumbe wote wataijia siku hiyo hali ya kuwa ni dhalili kabisa. Wataral jibala tahsabuha jamidatan, ukiona milima na miamba utadhani ni migumu kama kawaida yake. Wa hiya tamurru marra sahab, lakini siku hiyo majabali hayo na miamba, milima hiyo na miamba yatakuwa yanapeperuka kama mawingu. Suna Allahi alladhi atqana kulla shay, hicho ndio kitendo cha Mwenyezi Mungu ambaye amedhibiti kukijua kila kitu. Innahu khabirun bima ta'malun, yeye Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yote mnayokuwa mkiyafanya. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, Mwenyezi Mungu asema atakayetenda jema atapata malipo ya wema mfano wa hilo au zaidi kuliko hayo wema waliofanya. Wa hum min faza'in yawma idhin aminun, na hawa watenda mema hao kutokana na fadhaa ya siku hiyo watakuwa katika amani. Wa man jaa bisayyati, na atakayekuja na tendo la uovu, fakubat ujuhuhum finnar, watasunikizwa kiuso ndani ya moto. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kisha waambiwe, je, mtaweza kulipwa nyinyi? Hamtolipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiyafanya. Inma umirtu an a'budu rabba hadhihi albalda, Mwenyezi Mungu aambia mtume wake, waambie watu wako, waambie jamaa zako, inma umirtu, hakika mimi nimeamrishwa, ana a'budu rabba hadhihi albalda, ni muabudu bwana wa mji huu wa Makkah, alladhi haramaha wa lahu kullu shay, Mola ambaye ameupa utukufu mji huu na ambaye mwenye umilikifu wa kila kitu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, nimeamrishwa mimi niwe katika waislamu. Wa an atlu alquran, kwambie mimi nimeamrishwa nisome Qur'an. Faman ihtada fa inma yahtadi li nafsihi, mwenye kuongoka ataongoka kwa ajili ya nafsi yake. Wa man dhalla faqul inma ana minal mundhirin, na atakayepotea waambie mimi sikulazimishwa kwenu kuwafanya waongofu, mimi nimepelekwa miongoni mwa wajumbe wenye kukhofisha. Wa qul alhamdulillah
sayurikum ayatihi wa qul alhamdulillah, waambie sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu. Sayurikum ayatihi, atakuonyesheni dalili zake. Fataarifuna, mtazijua. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malu, na wala hakuwa Mola wako mwenye kughafilika akaepukana na kuyajua kwa kina yale yote ambayo nyinyi mnayafanya, yale mema na mabaya, na akashaandalia malipo ya kila mmoja katika matendo yake aliyoyatenda. Mwenye kutenda mabaya matupu atapata mabaya, mwenye kutenda mema matupu atapata mema, na mwenye kutenda mabaya na mema atapata malipo ya yote hayo kulingana na hali yake, ila atakapodirikiwa na fadhila za Mwenyezi Mungu. Allahumma adrikna bifadlika warhamna biihsanika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.